Shirika la habari la serikali la Iran, IRNA, halikutoa maelezo ya kina, lakini taarifa hiyo imesababisha kushuka kidogo kwa bei ya mafuta duniani ambazo zilikuwa zimepanda kutokana na kuzuiliwa kwa usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa zinaeleza kuwa kuzuiwa kwa njia hiyo muhimu kumeathiri takriban 20% ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani, huku jeshi la wanamaji la Marekani likizuia pia mauzo ya mafuta ya Iran. Wakati huo mapema leo Urusi imeshambulia Ukraine kwa kutumia mamia ya ndege zisizo na rubani katika shambulio la mchana na kujeruhi watu 10 katika mji wa magharibi wa Ternopil. Taarifa kutoka jeshi la anga la Ukraine linasema Urusi ilirusha jumla ya ndege 409 kati ya saa 2 asubuhi na saa 9:30 alasiri. Jeshi hilo limesema mifumo yake ya ulinzi ilifanikiwa kuangusha na kudhibiti ndege 338 katika maeneo mbalimbali ya kaskazini, kusini, katikati na magharibi mwa nchi hiyo. Wakati hali ya vita ikiendelea katika maeneo hayo, mkuu wa kampuni kubwa ya mbolea duniani, Sven Tore Hoseta, amesema mapigano katika eneo la Ghuba na kuzuiwa kwa usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz kunahatarisha uzalishaji wa chakula duniani kufuatiwa kusitishwa kwa usambazaji wa mbolea na malighafi zake muhimu. Hoseta ameonya kuwa upungufu wa mbolea unaweza kupunguza mavuno kwa kiwango kikubwa na kusababisha kiasi cha shilingi bilioni 10 cha uzalishaji wa chakula kupungua kila wiki duniani. Amesema tayari uzalishaji wa mbolea ya nitrogen umepungua kwa kiasi kikubwa, hali inayoweza kuathiri zaidi nchi masikini barani Afrika, Asia na Amerika Kusini kwa kuwa kilimo chake hutegemea zaidi mbolea. Aidha, ameeleza kuwa baadhi ya maeneo yanaweza kushuhudia kushuka kwa mavuno hadi 50% katika msimu wa kwanza. Sauda Hussein, Azam News.